Bwana Yesu asifiwe tena. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wiki mpya. Ni mapambazuko ya kizazi cha wamtafutao Bwana. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya wakati huu ambao yeye ameruhusu tuwe tena madhabahuni kwa ajili ya kuendelea. Haleluya. Mungu wetu ni halisi. Acha tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, thank you for this morning. Tunakushukuru kwa kutupa wakati huu. Tunakushukuru kwa masaa haya. Libarikiwe jina lako takatifu. Wewe ni mfalme na unastahili kuinuliwa, kupokea sifa, utukufu, heshima na dhama zote za kwako. Tunasema asante Bwana kwa wakati huu. Maana Mungu mwenye haki, umeandaa jambo, umeandaa kitu kwa ajili yetu. Libarikiwe jina lako takatifu. Kwa sababu uko tayari kuzungumza nasi tena kwa wakati mwingine, na ni ili utukuzwe Mungu mwenye haki. Baba, ninakushukuru kwa sababu unazungumza nasi tena wakati huu. Amba Bwana ukasema na kila mtu, na mnyamazisha adui shetani mharibifu anayependa kuharibu wakati neno lako na maisha ya watakatifu. Kwa jina la Yesu nasambaratisha mipango yake. Lakini Roho Bwana tunakuomba zungumza nasi katika jina la Yesu. Tunakuhitaji wewe zaidi sana kuliko chochote kwa jina la Yesu. Baba, tunaomba neema yako na iwe juu yetu. In the name of Jesus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi hii. Tumekuwa tukitembea na ujumbe unaoitwa nia ya Kristo, unaosema nia ya Kristo. Na nia ya Kristo tumeangalia mambo mengi kadha wa kadha kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu ametupa neema. Lakini sasa tumeingia kwenye kipengele cha kiumbe kipya. Kuwa kiumbe kipya ni mpango, ni nia, ni madhumuni ya Kristo Yesu, kwamba alipokubali kufa msalabani kwa ajili yetu, tuwe kiumbe kipya, tuwe watu wapya, tuwe ni viumbe vipya. Nilisema hivi kwamba kuwa kiumbe kipya, kiumbe kipya maana yake ni kwamba hakijawahi kuwepo. It has never been before. Hakijawahi kuwepo. Kwa nini ni kipya? Ndio maana ni kipya, hakijawahi kuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ya kiumbe kipya. Ni kwamba kiumbe kinachofanana na hicho hakijawahi kuwepo. Ni kweli kabisa. That is John, 3 names, majina yake yote matatu. Lakini hajawahi kuwepo John wa namna hiyo. Kabla na baada. Yani yule John kabla ya Kristo, kabla ya wokovu, kabla ya kuokolewa na baada ya kuokolewa, ni watu wawili wasiofanana. Ni watu wawili tofauti. Bwana Yesu asifiwe. So a new creation ni kitu ambacho it has never been. Bwana Yesu asifiwe. Hakijawahi kuwepo kabla. So kuwa kiumbe kipya manake ni ule uzamani wako wote unasahaulika, usiwepo kabisa. Yani kusiwe na zile particles zote za uzamani ndani yako. Uwe ni mtu mpya kabisa. Sasa tumefika mahali pa kuangalia. Juzi Jumamosi tulipata nafasi kidogo ya kuangalia kuhusu addiction. Tumeangalia na namna ambavyo unaweza ukatoka. Nataka nikwambie moja kati ya vitu ambavyo vimetumika na adui sana kuweza kuwakamata watu ni kugeuza kitu fulani, ni kugeuza maisha ambayo umekuwa unayaishi. Yani ile style yako, kile kitu ambacho umekuwa unakipenda, unapenda kukitumia na nini ambacho hata akimpendezi Mungu, anakigeuza kwako kuwa addiction, kuwa uraibu. Kinakuwa uraibu. Kikishakuwa uraibu huwa sio rahisi sana kwa mwanadamu kutoka kirahisi. Kuna watu uraibu kwa aina mbalimbali, yani uraibu kwa aina mbalimbali. Sasa uraibu ule usiompendeza Mungu, mimi natamani kwamba ungekuwa basi kama ni uraibu, uwe mraibu wa kuomba. Yani umekuwa na addiction ya kuomba. Kila saa unahitaji kuomba. Yes, yani uko kazini unahitaji kuomba. Yes, hiyo addiction sio mbaya, lakini addiction zote ambazo hazimpendezi Mungu, hizo ni mbaya. Bwana Yesu na atusaidie sana. Na ili ujue, ndio maana huwa adui hawezi kuruhusu ukawa na addiction ya kuomba. Anaweza kufanya uwe na addiction ya kuongea sana, yani more speaking, yani mushene ikuwe mingi, unaongea sana. Lakini kuomba hawezi kuruhusu kuwe na hiyo addiction. Hakuna, hawezi ruhusu hiyo. Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo ni muhimu kujua kwamba addiction zote huaga ni mbaya. Addiction zote mara nyingi huwa ni za uovu. Yesu na tusaidie, na tumeangalia namna ya kutoka, haturudi huko. Acha tuendelee mbele. Bwana Yesu asifiwe.
So katika mambo haya machache ambayo tumekuwa tumeangalia kuhusu hiyo addiction, na leo kuna jambo ninasikia moyoni. Kuna watu ambao mimi mwenyewe nimewahi kuwepo nikiwa na safari siku moja, safari ndogo tu za ndani tu za karibu. Nilikuwa nimetoka mahali fulani kwenye huduma. Nimepanda kibasi, natembea, nimepanda daladala, nasafiri na kuja nyumbani. Sasa wakati nimepanda kwenda daladala, jamaa mmoja ni mtumishi, huyo jamaa anaongea na simu, nasikia anamwambia huyo mtu, unajua usipotoa sadaka, usipotoa 100,000 hawezi kufunguliwa huyu, hawezi kupona huyu, hawezi kufunguliwa. Sasa tusaidie. Sasa kumekuwa na issue fulani ambayo watu wanazitumia sana. Yaani kuna sadaka inayoitwa sadaka ya ukombozi. Jamani, Bwana Yesu na atusaidie. Hakuna sadaka yoyote ya kukomboa nafsi ya mtu. Narudia tena kwa ujasiri ya kwamba there is no any type of offering that can save a soul. Let me say it again. There is no any type of offering that can save or redeem a soul of somebody. Hakuna sadaka yoyote, aina yoyote ya sadaka ambayo mwanadamu atatoa ili kuikomboa nafsi yake. Hakuna aina yoyote ya sadaka mwanadamu atatoa, iwe ng'ombe, kwa maana ya mifugo, iwe hela, hata ingekuwa ni facilities zingine. Mwanadamu hawezi kukombolewa kwa fedha. Yesu na atusaidie sana. Hawezi kukombolewa kwa fedha. Yule ndugu anamwambia usipotoa hauta. Kumekuwa na hizi issue sana. Ili ukombole bana hapa, kulingana na shida hii unahitajika 500,000, kulingana na hii. Nataka nikuambie hakuna sadaka itakayokufungua ya kutoka mfukoni, itakayokufungua. Haipo sadaka inayoweza kufungua nafsi. Haihusiani na vitu. Yesu na atusaidie. Vitu tunaweza kutoa ndio kwa moyo wa upendo kwa Mungu wetu kama shukrani, lakini si kwamba ndio tunatoa ili tukombolewe. Ingekuwa ni hivyo, wana wa Israeli walichinja wanyama wengi. Walikuwa na aina nyingi za sadaka, mpaka sadaka ya dhambi, sadaka ya amani, sadaka ya kuinuliwa, zote zilikuwepo hizo. Ilikuwa ni kuchinja, ni offering, ni just an offering. Unaelewa? Zilikuwa ni sadaka, lakini hakuna mahali waliwahi kukombolewa nafsi. Hakuna mahali kama hapo. Yesu na tusaidie sana. Damu ilimwagika na waliishi maisha yale. Kwa nini? Sadaka zile hazikuwa na uwezo wa kukomboa nafsi. Ni muhimu sana ukajua hili. Watu wanaokuambia utoe hela fulani ndio uweze kukombolewa kutoka mahali fulani. Maana utasikia wewe una laana ya ukoo, so ili uweze kukombolewa kutoka kwenye laana ya ukoo ni lazima utoe hela. Nataka niseme na wewe mwanadamu, na ulisikia neno la Bwana asubuhi ya leo kwamba hakuna sadaka itakayokutenganisha na laana. Yaani hakuna aina yote ile ya sadaka ya mwanadamu atakayotoa ikukomboa na laana, ikutenganisha na laana. Hakuna hiyo. Kuna sadaka ya hivyo. Na kama ipo, nitafutieni kwenye neno la Mungu. Hakuna sadaka namna hiyo. Nasema hivi, sadaka haiwezi kukomboa nafsi ya mtu. Unataka kujua? Nenda kamuulize Kornelio. Nasema hivi, nenda kamuulize Kornelio. Kornelio, kama hujui kwake, mpigie simu, muulize Kornelio. Eti Kornelio, hebu niambie bwana, ilikuwaje? Kornelio, Biblia inasema ametoa sadaka nyingi, mpaka na maombi yake yamefika mbele za Bwana. Yaani sadaka na maombi yake vyote vimefika mbele za Bwana, lakini bado nafsi yake ingali kifungoni. Kama unaelewa, nasema hivi, ati Kornelio ametoa sadaka kwa watu, amewapa sadaka nyingi, ameomba sana, mpaka vyote hivi vimefika mbele za Bwana na kuwa ukumbusho. Sio tu kufika, zimekuwa ukumbusho. Sadaka yake na maombi yake vimekuwa ukumbusho mbele za Bwana, lakini still huyu mtu anaitwa Kornelio na familia yake bado wako kwenye kifungo. Kama unaelewa, na Mungu atamhurumia. Anamwambia, sikia, mtume mtu yafa. Akamleta mtu anaitwa Simoni, aitwa Petro, yuko kwenye nyumba. Ni mgeni wa mtu mmoja anaitwa Simon, mtengenezaji wa ngozi, nyumba yake karibu na pwani.
nenda kamwambia aje, akishakuja atakwambia yakupasayo kufanya. Kornelio, saidia Mwokozi Yesu. Sasa watu wamekaa kuwadanganya watu watoe sadaka kwa ajili ya ukombozi, utengwe na laana. Hakuna kitu cha namna hiyo. Yesu na atusaidie sana. Jamani, Bwana Yesu atusaidie sana. Sadaka haijawahi kumtenganisha mtu na laana. Yaani, kwa sababu hivi nataka ujue kinachobeba muunganiko, kinachokufanya uendelee na ile hali, au kinachokufanya au kinachotembea na hali ya zamani, sio mwili. Kinachotembea na hali ya zamani, yani kwa maana yale mambo, ile tabia na mambo kama hayo, na maroho ya mabibi, maroho ya mababu, kinachotembea nayo sio mwili. Kinachotembea na hayo maroho, kinachotembea na roho za mizimu ni moyo, ni nafsi. Ndio inatembea na nini? Na hayo maroho ya mizimu. Hiyo ndio ina muunganiko nao, kwa sababu ile ni roho. Laana ni roho. Unanielewa? A curse is just a spirit. Yes, curse is just a spirit. And blessing is just a spirit. But curse is an evil spirit, and blessing is a holy spirit. Yes. Blessing is a holy spirit, and curse is just a evil spirit. Bwana Yesu asifiwe. So ni muhimu ukaelewa kukombolewa kutoka laana za mabibi, kutoka mambo ya maroho hiyo mizimu ya mababu na mabibi na manini na huko na huko na huko. Hizo laana hazivunjwaki kwa sadaka. Hazivunjwaki kwa sadaka. Hizo laana zinavunjwa kwa mtu kuwa kiumbe kipya, to become a new creation. Yes, let me say again. Kuachanishwa, kutenganishwa kutoka maroho ya mabibi na mababu, mizimu ya huko, kutenganishwa nako. Ni mtu kuwa kiumbe kipya, usiwe na mahusiano. Maana anasema hivi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma hii leo. Ni muhimu kujua. Naomba uelewe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena. Kitakachomtenga mtu na maroho ya mabibi na mizimu na nini, sio sadaka. Hata ungetoa milioni 50 haitakukomboa. Kitakachokukomboa ni kitu kimoja tu, kuokolewa na kukubali kuwa kiumbe kipya. Basi sikia, ukiwa umevunja sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umevunja sheria, umekanyaga katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukiwa ndani ya Tanzania, bayani hapo, lazima utashtakiwa. Unaweza kukamatwa na ukashtakiwa. Lakini ukiwa nje ya nchi, huenda usishtakiwe, huenda isiwezekane, kwa sababu huenda ukawa na sheria za kimataifa zinazokulinda. Nataka ujue jambo moja. Jamani, ya siku zote mshahara au malipo ya uhaini ni kifo. Uhaini manake ni uasi, and this is spiritual. Ndio unaposikia Tanzania mtu mwenye uhaini, mtu mahaini ananyongwa, ni spiritual. Siku zote mshahara wa muasi ni kifo. Narudia tena, mshahara wa muasi ni kifo. Ndio maana Adamu ndiye mhaini wa kwanza, aliasi kwa Mungu, mshahara wake ukawa kifo mpaka na leo. Sikamona nielewa. Kwa ni hivi, ukiwa ulijiengage, ulijiconnect mwenyewe na yale maroho, ulikuta umezaliwa humo, yale maroho yako yanafuatilia ukoo, familia, majina ya kwenu yanafuatiliaga, ili utengane nayo. You have to change yourself. You have to become a new creation. If you are an old creation, there is no way you can escape. Hakuna namna unaweza kwepa. There is no way to escape. There is no way. The only way to escape, the only way to disconnect, to become a new creation. Hakuna namna nyingine. Tunakuomba uelewe. Sikia, neno la Mungu linaeleza vizuri. Ngoja tusome Ezekieli 16 mstari wa kwanza kuendelea. Naomba tusome mstari wa 4. Sababu tusome tu mstari wa kwanza ili ieleweke vizuri. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanaani,
Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Mhiti. Na katika habari ya kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Yesu na atusaidie sana. Sasa mara nyingi mimi naomba nitoe mfano. Hebu fikiria, mama kaenda hospitali kajifungua katoto. Kale katoto kamezaliwa kweli, kamelia kawaida, ni katoto kabisa, kako vizuri, hakana shida yoyote. Kameshazaliwa. Alafu nesi akatae kukata kitovu, asafishe mama, kama ni wakushona ashone, kila kitu kikae sawa, lakini kitovu asikate. Naomba nikuulize swali. Utasema haiwezekani. Ashumu kwamba inawezekana. Kama ingekuwa inawezekana, naomba uvute hiyo picha, ujiulize swali. Saa ile mama ametoka anaenda sokoni, katoto katafuata nyuma au katafuata nyuma? Jibu ni kwamba katakuwa pamoja na yeye everywhere. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kilichowaunganisha. Nisikilize, kuwa mshirika, to become a member in any church in this world cannot make you a new creation, cannot disconnect you from your old life. Nasema tena, kuwa mshirika kwenye kanisa lolote la duniani hakutakutenganisha na maroho ya mababu na maroho ya mabibi na matabia ya kwenu. Kitakachokutenganisha ni wewe kuelewa hii ni mbaya na ukaamua kuachana nayo, uamue kuwa kiumbe kipya. Hiyo tu ndio itakayokutenga na maroho ya mababu na mabibi, ndio itakayokutenga na laana. Hiyo ndio itakayokutenga na laana za ukoo. Nje na hapo haiwezekani. Mtafuatana, utakuwa hata ni mchungaji, ni askofu, bado matabia ya koni yatakuwepo. Tumeona wachungaji, ndio tumeona wengine ni wachungaji kabisa, wana mila za kwao za Kimasai au za kabila lao, wanajua wenyewe. Wana mila za kwao za Kikuria, wana mila za kwao za Kimakonde, wana mila za kwao za Kisukuma, wanazo. Wengine ni wachungaji na bado wanazifanya zile mila, bado wanazifuatilia zile mila. Hawa watu ukiwaangalia hawana neema ya Mungu na hawana nguvu ya Mungu. Ni wachungaji, ijapokuwa ni wachungaji, hawana neema ya Mungu, hawana nguvu ya Mungu. Kwa nini? Bado kuna yale mambo yanafuatana nayo. Atusaidie Mwokozi Yesu. Atusaidie Mwokozi Yesu. Yesu asifiwe. So, na wakati mwingine watu wanaogopa kuacha hayo mambo. Watu wanaogopa kuyaacha kwa sababu ya kuogopa jamii za kwao, kuogopa ndugu zao, kwamba tutatengwa, tutafanyaje. Nisikilize, wezi kataa hizo mambo, hata wakutenge, maana una Yesu aliye hai. Haina shida, wewe kataa uzamani wako wote, biashara, yale mafungamano. Ndio maana Mungu hakumbembeleza Ibrahim. Alimwambia Ibrahim, nataka nikufanye kulikuza jina lako, nataka nikubariki, nataka uwe baraka, nataka hivi na hivi, nataka nikutendee, nataka mwenyewe umebarikiwa, nataka wewe uwe baraka, nataka nifanye. Lakini liwezekane, toka kwenye nyumba ya baba yako, toka kwenye jamaa zako na nchi yako, toka nenda mpaka nitakapokuonyesha. Yesu asifiwe. Ibrahim hakuna mara nikake kawa na familia. Alichomoka akamwambia, baba mimi naondoka. Where are you going? Sijui. Haujui. Naamini ilikuwa kesi, lakini aliondoka. Niwaambia ndugu zangu, nimwambia baba yangu, baba yangu nilimwambia. Nikamwambia, mzee, kwa sasa Mungu amenipa neema ya wokovu. So nataka ujue jambo moja. Hakuna mwenye sauti ya mwisho kwa habari ya mambo yangu ya kiroho, kwa habari ya mambo yangu ya kiimani. Mtu mwenye au mmoja wa pekee mwenye sauti ya mwisho ni Yesu. Nikamwambia, baba, kwenye habari ya mambo ya kiroho, kuna mambo ambayo Roho Mtakatifu akinizuia kushiriki kwenye familia, sitashiriki. Hata ungeniambia, hata ungenishinikiza, sitafanya. Yesu asifiwe sana. Kambia, kuanzia sasa mwenye sauti kwa habari ya maisha yangu ya rohoni ni Yesu peke yake. Ni kweli wewe ni baba na mimi ni mama yangu, lakini sauti ya mwisho itakuwa ya Yesu. Nyinyi mtakuwa washauri, vinginevyo kama Roho Mtakatifu amekataa ushauri huo, sitaufanyia kazi kwa habari ya kiroho. Mambo mengine nitafanya kwa kuwa mimi ni mtoto wenu. Yesu asifiwe sana. Usiogope. Sana sema kitabu kikata. Tatizo kinachoweza tu kufanya, yani ukiona wewe labda umeokoka, umemwamini Yesu,
au unaomba sana, hata kama hujaokoka, lakini ni muombaji mzuri, na bado kuna mambo unaona kabisa yanakufuata, nataka ujue ni kwamba bado kuna vitabia, kuna vikitu, kuna elementi fulani za zamani uko nazo, ndio maana wanakuwa na uhalali wa kukufuata. Kama hauna elementi zozote zile za uzamani huo, haziwezi kukufuata tena, inakomea hapo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja nikuulize swali. Umeshawahi kuona sumaku inakamata kwa sababu kuna nini unaona inakamata sendeu? Yaani kwa maana ya plastic, inakamata plastic. Umeshawahi kuona sumaku inakamata plastic? Hata kama sumaku inafika tu mahali inakamata mbao. Hakuna chochote kinachonaswa na sumaku kina asili ya chuma. So, ukiona inakufuata, maana yake ni kwamba bado una asili ya kwao. Ili isiwepo hiyo, amua kuwa kiumbe kipya. Achana na kila tabia, halafu baada ya hapo amua kuingia kwenye maombi. Haleluya sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo muhimu sana ukajua hii kwamba sadaka haijawahi kukomboa mtu. Kama uliwahi kuambiwa utoe sadaka ili ukombolewe, narudia tena, sadaka moja na ya pekee iliyotosha kumkomboa mwanadamu kuanzia nafsi, mwili na roho yake, hiyo sadaka ni moja tu, ya damu ya Yesu msalabani. Kama sio hiyo, hakuna nyingine ya kumkomboa mwanadamu, hakuna nyingine ya kumfungua, hakuna sadaka nyingine ya kumfungua mwanadamu, nafsi yake, roho yake na mwili wake, isipokuwa damu ya Yesu msalabani. Hizi zingine zote wanadamu tunatoa kwa upendo wetu na shukrani yetu kwa Mungu, na si vinginevyo. Hatutoi kwa ajili ya kukombolewa, haipo, hakuna. Ingekuwa ni hivyo, wale ng'ombe ambao kina Suleiman walichinja, ng'ombe 1000 ngapi, kondoo 1000 ngapi walichinja. Ingekuwa ni hivyo, si Israeli ingetosha? Israeli ingekuwa imekombolewa. Chinja wote kwa mara moja, kwa siku moja. Paka wanajiuliza, huyo mchinjaji alikuwa amechoka kiasi gani? Alichoka kiasi gani siku ile? Na hao wachoma sadaka, na hao waliokuwa wanateketeza ile sadaka walichoka kiasi gani? Makuhani ile siku walichoka kiasi gani? Unatakiwa ujiulize. Lakini pamoja na hayo haikusaidia. Israeli walibaki pale pale, yalikuwa pale pale. Yesu anatusaidia sana. Tunataka nikwambie, kinachosababisha unafuatwa ni vitabia tabia. Kuna bado elements uko nazo. Nisikilize. Sasa cha kufanya tutaangalia namna ya kufanya, lakini naomba uelewe vizuri kabisa na uikamate hii katika jina la Yesu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la kwanza kabisa nilisema, chukia hiyo hali, nilishasema juzi. Lakini baada ya hapo, amua kwa dhati. Amua kwa dhati ya moyo kabisa. Nikasema namba 2 au namba 3, amua kusulubisha mwili. Amua kunyima kile unataka. Namba 4, uamue kabisa kuyaacha mazingira yako ya zamani. Kwa maana kampani na vitu kama hivyo, achana navyo. Lakini jambo la muhimu sana ambalo unatakiwa kulifanya ili kuwa kiumbe kipya, jitahidi sana na utafute kwa nguvu zote kujazwa Roho Mtakatifu. Tafuta sana kujaa Roho Mtakatifu. Sasa tutaongea wakati mwingine, lakini unahitajika kuwa na. Kwa nini nasema utafute kujaa Roho Mtakatifu? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu haji tu. Hata kama ungeombewa, inawezekana asije, kwa sababu mazingira ya Roho Mtakatifu kukaa ndani yanakutegemea wewe ambaye unamhitaji, sio yule anayekuombea. Tuko sawa sawa? Kwa hiyo maandalizi lazima uyafanye wewe. Maandalizi haya ni gani? Lazima kitu cha kwanza kabisa uwe na shauku, uwe na kiu, uwe na hamu, uwe na uhitaji, umuonyeshe kiu yako kwamba anakuhitaji Roho Mtakatifu. Jambo la msingi sana. Na jambo jingine, kuwa mtu wa kuomba mara kwa mara. Hata kama hujajaa Roho Mtakatifu, kuwa mtu wa kuomba. Hata wanafunzi waliambiwa wakae mjini, hawakujaa siku hiyo. Walikaa siku ya kwanza, ya pili, mpaka siku ya 9 ndio Roho Mtakatifu alikuja. Bwana Yesu asifiwe. Siku 9 walikaa, pale siku ya 10 Roho Mtakatifu akaja, wakajazwa. Yesu na atusaidie sana. Kwa hiyo lazima uendelee kuomba. Hiyo ni muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini naomba tusome kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya
Sura ya 5, mstari wa 14 mpaka 17 ni 1 Corinthians chapter 5 yes, verses 14 to 17. The Bible says, and I'm going to read in the name of Jesus. Yes. The Bible says, maana upendo wa Kristo watubidisha. Maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, kwa ajili ya wote. Mmoja tu ndiye aliyekufa kwa ajili ya wote. Ile sadaka ya kukombolewa kwa mwanadamu ilitolewa mara moja, na hiyo waga inapoingia ikafanya kazi ni mara moja, hairudi wagi. Alikufa kwa ajili ya wote. Anasema tena basi walikufa wote. Anasema kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote, ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Kuna mtu tunaelewana? Kama yeye alikufa kwa ajili yetu, kwa ajili yake, kitu cha kwanza cha msingi kujua ni kwamba hatuwi hai kwa ajili yetu tena, bali tunakuwa hai kwa ajili yake yeye. Maana ametununua. Maisha yetu hayakufaa. Maisha tunayoishi sasa ni yale ambayo Yesu aliamua kutupatia kwa kifo chake msalabani. Kuna mtu anaelewa? Kwa haya maisha sio yetu. Kwa hiyo tunapaswa kujua, tunapaswa kuishi kwa ajili ya Kristo duniani. Nimesema hii mara nyingi, narudia tena, tunapaswa kuishi kwa ajili ya Kristo, sio kuishi kwa ajili yetu. Maana alikufa kwa ajili yetu, maisha yake aliyatoa kwa ajili yetu. So anaporise from death, anapotoka katikati ya wafu, anapokuja tena, sisi hatuishi kwa ajili yetu, kwa ajili ya nafsi yetu. No, hatuishi kwa ajili ya wake zetu wala watoto wetu. Hauishi kwa ajili ya mumeo wala watoto wako. No, you have to live for Christ. Unapaswa uishi kwa ajili ya Kristo. Maana damu ya Yesu ilimwagika si kwa ajili ya kundi fulani, ni kwa ajili ya kila mwenye mwili duniani. Unapaswa kuishi kwa ajili yake. Kuna mtu anaelewa? Baada ya kwamba amefufuka, unapaswa kuishi kwa ajili yake. Hii ni kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Shika sana hiki kitu, kuishi kwa ajili yake. 16 nasema, hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili. Lakini sasa hatumtambui hivi tena, anaishi katika roho. Na kama ni hivyo, hata sisi maisha yetu yatokane na upya wa rohoni, sio kienyeji tu. Yesu na tusaidie sana. Mtu mmoja akawa ananiambia, bwana mimi bwana, hivi vitu vya kwetu bwana, hizi mila za kwetu mimi nazipenda sana. Unazipenda sana? Zingine zinawafundisha watoto, zinawatoa kwa Kristo. Zingine haziwafundishi. Kama mila ambayo inamuelekeza mtu kwa Kristo, hiyo sawa. Ile ambayo inamtoa mtu nje ya Kristo, hiyo haifai. Narudia tena, hiyo haifai. Haijalishi inafundisha maadili kiasi gani, haifai. Yesu na tusaidie sana. 17. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, zingatia hili, ni akiwa ndani ya Kristo. Akiwa wapi? Ndani, sio nje, sio akiwa wa Kristo. Sio mtu akiwa wa Kristo kwamba hapana, ni mtu akiwa ndani, sio awe akiwa ndani. Akiwa ndani ya Kristo, sio akiwa wa Kristo. Akiwa ndani ya Kristo, mpaka awe ndani. Kwa ndani ya Kristo manake ni kuishi sawa sawa na maneno yake. Yeye mwenyewe ndiye neno. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa kwa Mungu, na huyo neno alikuwa Mungu. Alivaa mwili akaja kwetu, akakaa kwetu, tukauona utukufu wake. Huyo Kristo mwenyewe ndiye neno. Kwa mtu akiwa ndani ya neno, mtu akiishi sawa sawa na maneno ya Mungu, sio kuyaasi maneno ya Mungu huku, hapana. Ni mtu akiwa ndani ya Kristo, akiwa ndani ya neno la Mungu, hapo ndio amekuwa kiumbe kipya, sio vinginevyo.
Nje na hapo wewe ni mhaini. Kama unaasi maneno ya Mungu kiroho, wewe ni mhaini, na mshahara wa uhaini ni kifo. Muulize Adamu, atakwambia. Kifo sio lazima ufe katika mwili. Unaweza kuishi duniani, lakini sana aliyekufa, kwa sababu kuna matunda. Yesu na atusaidie sana. Nataka ushike kitu vizuri. Kitakachokufanya uwe kiumbe kipya ni kuishi kwenye neno la Mungu. Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo ndo amekuwa nini? Kiumbe kipya. Ndo amekuwa kiumbe kipya. Bwana Yesu na atusaidie sana. Kama hauishi ndani ya neno la Mungu, there is no way you can become a new creation. Mtu akiwa ndani ya Kristo ndo amekuwa nini? Kiumbe kipya. Lazima uishi ndani. Nimesema hivi, uhaini manake ni uasi, na mshahara wa uhaini ni kifo. Yesu na atusaidie sana. Na uhaini wa kweli ni wa kuvunja sheria, ni wa kutaka kupindua serikali. Mungu alitaka, na ndivyo anavyotaka, kwa kiongozi wa mwanadamu, na mwanadamu ameasi, hataki kuongozwa na Mungu. Ni kusema nini? Analeta uhaini. Yesu na atusaidie sana. Mungu na atupe neema. Lakini kumbuka vizuri kwamba ni mtu akiwa ndani ya Kristo. Sawa? Mtu akiwa nini? Ndani ya Kristo. Hapo ndo amekuwa kiumbe kipya. Kuishi kwenye neno la Mungu. Yesu atusaidie sana. Kuishi kwenye neno la Mungu. Nje ya neno la Mungu hakuna kuwa kiumbe kipya. Haiwezekani. Yesu atusaidie. This morning let's pray. Baba, ninakushukuru kwa maneno yako. Asante kwa kusema nasi tena Bwana, kwa wakati mwingine, kwa mara nyingine. Libarikiwe jina lako. Wakati wewe Bwana wangu, ninaomba neema yako na iwe juu yetu, na pamoja nasi tena katika jina la Yesu. Wakati upe neema ya kuishi kile ambacho umekitaka wewe, for the glory of your name, our Lord and Savior, our Father, our dearest. We adore. Hallelujah. Baba, katika jina la Yesu. Hallelujah. We give you glory and all adoration. Our Father, we magnify your holy name this morning. Asante kwa neema yako. Baba, tunakuomba neema yako na iwe juu yetu katika jina la Yesu. Alfajiri ya leo neema yako iwe juu yetu. Roho Mtakatifu wa Bwana tunakuhitaji. Roho Mtakatifu wa Bwana tunaomba neema yako na iwe juu yetu. Wherever you are, just pray. Omba Mungu mahali ulipo. Mungu akupe neema kwa dakika hizi ambazo tuko nazo hapa za kuomba. Hebu omba mbele za Bwana. Omba mbele za Bwana. Mwambie Bwana, nitengeneze, nipe kuwa kiumbe kipya katika jina la Yesu. Mwambie Bwana, nitengeneze upendavyo kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu. Hai, nakuomba Bwana wangu, ukatengeneze, ukafanya jambo jipya, mfalme wa utukufu. Bwana wangu na Baba yangu, nimekuja kwako nikiomba neema yako ya pekee ya ajabu inayofurahisha na kutengeneza. Mungu mtakatifu, tunaomba Bwana iwe juu yetu wakati majira sana dakika hizi. Mungu mwenye haki, ninakuomba Bwana neema yako na iwe juu yetu Bwana, ukatukubali mbele zako. Jehova, tunaomba Bwana kutengenezwa tuwe kile ambacho ulikidhamiria, ulikikusudia na ulikitaka. Yesu, tunataka kuwa hicho Bwana, wala isiwe tofauti. Lakini Mungu mwenye mamlaka, uweza na nguvu, Kristo Yesu mwamba mwokozi na nguvu zetu. Baba, tunakuhitaji wewe, tunaomba neema yako na iwe juu yetu mfalme. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakuomba kwamba neema yako na iwe juu yetu Bwana, ukatufanyia matengenezo Baba, ukatutengeneza upendavyo, ufurahiavyo na uonavyo ni vyema inavyokupendeza. Hivi ndivyo ukatutengeneze Bwana. Yesu, kainuliwa, kaimiliwa na kutukuzwa kwa sababu ya kuwepo kwetu duniani Bwana. Tutengeneze Mungu mwenye haki. Baba, tunaomba kuwa kile ambacho wewe ulikitarajia, kuwa kile ambacho wewe ulikitaka katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana, tutengeneze tuwe kile ambacho wewe ulikitaka katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mwokozi aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, nimekuja mbele zako mfalme, wakati saa majira na dakika hizi, nikikuomba Bwana neema yako na iwe juu yetu mfalme. Neema yako na iwe juu ya watoto wako wote Bwana, mahali wanakuomba sahihi. Neema yako na iwe juu yao Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba Mungu mtakatifu Bwana, ukafanye jambo jipya, ukafanye kitu kipya katika maisha yao Bwana. Yesu, ninakuomba Bwana, ukatutengeneze mfalme wa utukufu Bwana wangu na Baba yangu, tunakuomba ukatupe neema Bwana. Baba, tutengeneze tuwe kile ambacho wewe ulikitaka, tuwe kile ambacho ulikikusudia, ulikidhamiria na kukitaka hicho Bwana. Yesu, tuwe hicho Bwana, wala tusio tofauti. Tutengeneze Bwana, tuwe kile ambacho ulikidhamiria. Baba yangu na Mungu wangu mtakatifu, mwenye uweza, mamlaka na nguvu, utukufu mwingi
Baba, ninakuomba kwamba ukatutengeneze vile utakavyo na upendavyo, Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye uweza, Bwana wangu na Baba yangu, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana Mungu mtakatifu kwamba Bwana ukatupe neema kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Bwana, tutengeneze, tufinyange upendavyo, tufinyange Bwana vile unavyofurahia wewe mwenyewe, mfalme wa utukufu. Bwana Baba, tutengeneze hivyo, Jehova Mungu wetu. Baba, tunakuomba Bwana ukatutengeneze upendavyo na vile unavyofurahia wewe Bwana, hivyo ndivyo ukatutengeneze Mungu mwenye mamlaka. Roho Mtakatifu wa Bwana, kiongozi, mwalimu, na wewe ambaye ndiye unayetusaidia kwenye kila jambo, mfalme, tunakuomba ukatutengeneze vile upendavyo Bwana, tufinyange utakavyo, tuwe kile ambacho exactly ulikitaka wewe Bwana, katika jina la uweza, mamlaka na utukufu mwingi la Yesu. Baba, tunakusihi Mungu mtakatifu, isiwe kawaida, mazoea, wala vile ambavyo tumekuwa tunaona ni sawa. Hapana Bwana, lakini iwe vile unavyotaka wewe, just for the glory of the name of our Father. Baba, ninakuomba ututengeneze Bwana, acha sifa, utukufu, heshima na dhama ziwe zako milele na milele Bwana. Baba, tunakuomba ukatupe neema Bwana ya kukuishia wewe, tupe neema ya kuishi kwa ajili yako, tupe neema Bwana ya kuishi kwa utukufu wako mfalme. Bwana wangu, katupe kwa utukufu wako duniani, tupe kwa sifa Bwana za moyo wako duniani, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu, nakuomba Bwana ukajivunie kuwepo kwetu duniani, moyo wako ukafurahie kwamba umetuweka duniani Bwana, wala usifike mahali pa kujuta kwamba umetuweka duniani. Lakini Baba yangu na Mungu wangu mtakatifu mwaminifu Bwana mwenye mamlaka, na kuomba Bwana ukatutengeneze mfalme mwenye haki Bwana, ukatupe neema Bwana ya kuwa kile ambacho wewe ulikidhamiria na ulikitaka, kwa jina la Yesu. Baba, tupe kuwa furaha yako duniani Bwana. Baba, ukatupe kuwa faida yako na ufalme wako Bwana, tupe kuwa faida ya ufalme wako Bwana. Baba, tupe kuwa faida yako Bwana wangu na Baba yangu, ukatupe kuwa matokeo ya kazi ya msalaba, kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana, tunakuomba sana kwamba ukatutengeneze Mungu mwenye haki, Mungu mwenye uweza na mamlaka. Baba, tutengeneze vile upendavyo, vile unavyo ni vyema, vile unavyokufurahisha Bwana, hivi ndivyo katutengeneze Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Roho Mtakatifu Bwana, kuomba Baba ukafanye matengenezo Bwana, ukafanye matengenezo ndani yetu Baba, tupe kuwa furaha yako Yesu. Tumeamua, tumedhamiria kuwa watu wapya ambao Bwana tunaishi kwa ajili yako na kwa utukufu wako, ambao tunaishi Bwana kwa furaha yako duniani, ambao tunaishi kwa utukufu wako Bwana. Baba, tuishi kwa ajili yako, tupe neema ya Bwana ya kuishi kwa ajili yako mfalme, katika jina la Yesu. Naomba Bwana ukatutengeneze mfalme. Wewe Bwana wangu na Baba yangu, kumbuka kwamba tunakuhitaji wewe Bwana kuliko chochote, katika jina la Yesu. Baba, tunakuhitaji wewe, tunakuomba Bwana Yesu kalitimize neno lako Bwana Yesu. Tunakuomba Bwana ukae kwetu nasi tukae kwako, ukae ndani yetu Bwana tukae ndani yako mfalme utukufu. Bwana wangu, tunahitaji Bwana uonekane, udhihirike katika maisha yetu mfalme. Bwana, maana furaha yetu ni wewe Bwana, shangwe yetu ni wewe Bwana, shangwe yetu ni wewe Yesu Mwokozi. Wewe ndiye furaha ya moyo wangu Bwana, wewe ndiye shangwe ya moyo wangu Bwana. Sauti yako Bwana ni shangwe ya moyo wangu. Mungu mwenye haki Bwana, hata kama ni ya kunikaribia, ninaipenda hiyo zaidi Bwana. Baba, tunakuhitaji asubuhi ya leo. Wewe ndiye hitaji letu Bwana, wewe ndiye shauku yetu, wewe ndiye hitaji la mioyo yetu Bwana. Hatuna hitaji nyingine ila wewe. Wewe ndiye hitaji letu mfalme wa utukufu. Bwana wangu Mungu wangu na Baba yangu, katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana wangu, ninakuomba sana katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, nakusihi mno Bwana, nakuomba ya kwamba Mungu mtakatifu Bwana ukatutengeneze Jehova, tupe kukuishia, tupe kuishi kwa ajili yako Bwana Yesu Kristo Mwokozi wa ulimwengu Bwana mabwana. Ninakuomba neema yako na iwe juu yetu Bwana. Roho Mtakatifu wa Bwana, tunakusihi kwamba Bwana uwe pamoja nasi kwa jina lenye nguvu la thamani la Yesu Kristo Mwokozi. Bwana, tutengeneze, fanya makao yako ndani yetu Bwana, ukae ndani yetu, utupe neema nasi tukae ndani yako, katika jina Bwana, tusiwe kawaida. Mungu mwenye haki, tunaomba neema yako Bwana na iwe juu yetu Bwana. Tengeneza mtu mmoja mmoja Bwana wangu na Baba yangu. Uzuri ni kwamba wewe Yesu wala hauchagui background zetu Bwana, ili bado umetusamehe, umetusafisha Bwana. Unataka tuwe viumbe vipya na unatutengeneza. Tunakuomba Bwana Yesu, tuondolee kabisa Bwana mahali popote pale kwenye udhaifu wote ambao Bwana hatujaweza kuushinda, katika jina la Yesu Bwana, tupe kuvuka humo. Tunataka kuwa viumbe vipya kabisa. Roho Mtakatifu, nakuomba Bwana ukafanye matengenezo, tupe kuishi kwa ajili yako Bwana, ukatupe kwa faida yako duniani, katika Yesu Bwana. Tujaze kwa Roho yako Mtakatifu, maana hatuwezi peke yetu, tunamhitaji sana Roho Mtakatifu Bwana. Baba, tukajae kufurika Bwana, tukajae Bwana kwa kufurika,
katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu uliye hai. Bwana wangu na Baba yangu, ninakuomba sana kwamba ukatujaze Roho Mtakatifu. Bwana Baba, tunaomba kujaa, tunaomba kujazwa, tunaomba Bwana tujae Roho Mtakatifu. Bwana wangu na Baba yangu, ukatupe neema Baba, tupe kujaa Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Neema yako itembee nasi, moto wako wake ndani yetu, nguvu zako ziwe ndani yetu. Bwana Yesu, utembee nasi, uweza wako uwe pamoja nasi, uwepo wako Bwana utembee nasi kila mahali tunapokuwa. Mfalme, uwe pamoja nasi. Bwana, uwepo wako ukadhihirike ndani yetu, ukadhihirike katika maisha yetu. Mfalme Bwana, tunakuomba ukajidhihirishe Mfalme kwa namna ya pekee ndani yetu. Bwana Yesu, ukadhihirike ndani yetu, ukadhihirike Bwana ya kwamba uko pamoja nasi. Uwepo wako Bwana ukatembee nasi, Roho wako Mtakatifu akatujaze Baba, kila wakati tusikie yuko ndani yetu, tusikie bubujiko la Roho wako ndani yetu. Bwana Baba, ninakuomba, ninakusihi, ninakuomba Baba yangu na Mungu wangu kwamba Mfalme utukufu Bwana ukatutendee Baba, tunakuomba ukatutengeneze, tujaze kabisa Bwana kwa Roho wako Mtakatifu ndani yetu. Bwana, tukajae na kufurika kabisa kwa jina la Yesu. Bwana wangu, tunakuomba Bwana, kwenye madhabahu yako makusudi yako ndio yakatimizwe, wala sio mengine, sio tofauti na hivyo, lakini makusudi yako ndio yakatimizwe. Bwana, mipango ya wanadamu, mipango isiyofaa tunaikemea katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tunakuhitaji wewe na tunaomba neema yako Mfalme ikawe pamoja nasi katika jina la Yesu. Tunakuomba Bwana mabwana Baba, ukatuonekanie kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, asante kwa upendo wako, asante kwa neema yako Mfalme. Bwana wangu na Baba yangu, tunakuhitaji wewe, tunaomba neema yako na iwe pamoja nasi hata alfajiri ya leo tena Bwana Yesu. Tunakuomba Bwana kwamba isiwe kawaida wala isiwe mazoea, lakini Roho Mtakatifu tunakuomba Bwana ukae ndani yetu Bwana kwa mara nyingine na kwa namna nyingine kwa jina la Yesu. Makusudi yako ndio yakatimizwe mahali hapa, makusudi yako Bwana niyo mpango madhumuni yako ndio yakatimizwe na wala sio vinginevyo. Mipango ya wanadamu ikaharibike, ikasambaratike, lakini mipango yako, makusudi yako, madhumuni yako Bwana haya ndio yakatimizwe kwa jina lenye thamani kubwa la Yesu Kristo Mwokozi, mwamba na nguvu zetu. Baba, tunakuhitaji wewe, tunaomba Bwana yaliyo makusudi yako yakatimizwe Bwana katika jina la Yesu. Bwana nakuomba walio wagonjwa ukawaguse mahali popote walipo, nakuomba Bwana ukawaponye, ganga miili yao, ponya Bwana Yesu. Nakuomba uwaponye wagonjwa nakuomba ukawaponye wenye changamoto mbalimbali Yesu. Naomba uzima wako uwe ndani yao, naomba Bwana ukawaguse, touch them and heal them in the name of Jesus. Bwana, tunaomba uzima wako watu wanaomba maeneo mbalimbali saa hii Bwana, ziko changamoto mbalimbali wanazo. Roho Mtakatifu Bwana kuomba ingilia kati, ukawashindie, ukawape kushinda na zaidi ya kushinda. Bwana kuhitaji wewe Yesu, nakuomba onekana kwao, tokea kwao kwa jina la Yesu. Wewe Bwana uliye mwalimu, naomba uwatetee, naomba uwapiganie kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba uwashindie. Bwana, ninaomba uponyaji uwe juu yao. Bwana, wanaohitaji mambo ya kiuchumi, Yesu watetee, wapatie kazi. Wale waliochoka, inua mioyo yao, wape kuendelea. Waliokata tamaa, wape kusonga mbele kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu wa Bwana, naomba ukawatetee watu wako, tetea watu wako maeneo mbalimbali, wenye vita kazini, Yesu wapiganie, washindie kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, tunakuhitaji sana Mungu mtakatifu, tunaomba neema yako na iwe juu yetu, na iwe juu ya watoto wako Bwana, ukawalinde wanapoingia na wanapotoka. Maana umesema waliuzwa bila fedha na watakombolewa bila fedha. Yesu, nakuomba Bwana ukafanye ukombozi, wafungue Bwana, watetee watu wako katika jina la Yesu. Naomba ukawe pamoja nao Bwana, maisha yao yakawe tofauti kwa utukufu wako katika jina lenye thamani kubwa sana la Yesu Kristo Mwokozi. Tunakuomba na kukuamini kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Have a nice time.